Ya, katika taarifa tulizonazo kwanza kabisa za awali, kumeripotiwa mapambano huko teritwari ya Fizi kati ya wazalendo pamoja na makundi ya Twirwaneho kwa baadhi ya vijiji, kwamba leo wameweza kupigana, na kupigana kwao matokeo tulionao ni kwamba waliokuja kushambulia ni Twirwaneho, lakini pamoja na kushambulia huko wakiwa na malengo ya kutaka kukamata baadhi ya vijiji, ila wazalendo wamesema kwamba walikuwa kamili gado. Kwa hiyo mipango yote ya Twirwaneho kudhibiti vijiji walivyotaka kudhibiti ilifeli katika siku ya leo tarehe 23 mwezi wa 4. Tukitoka Fizi tuje moja kwa moja yale mateka yaliyokamatwa Nyangezi. Mateka yaliyokamatwa Nyangezi. Unajua tunaposema mateka, kuna mateka aina mbili yaliyokamatwa kule Nyangezi. Kuna wamoja walikamatwa mateka wakati wa mapambano yanaendelea, wakazidiwa nguvu sana, wakakamatwa mateka, na hawa wanaripotiwa kufika hata 100. Ila pia kuna wengine hawakukamatwa mateka, ila wao wenyewe walikuja wakajisalimisha siku ya jana hii sasa, ambayo ilikuwa tarehe 22. Manake vita vilipigana tarehe 21 ndio kulikamatwa mateka. Tarehe 22 kuna baadhi ambao walijitoa wao wenyewe wakaja kujisalimisha. Sasa ninaongelea mateka, sio wale waliojisalimisha. Katika yale mateka yaliyokamatwa walikuwa na kiongozi wao mmoja wapo waliojiwa. Hapa kuna kitu nataka nikiongee alafu nikigusie cha muhimu sana. Yale mateka, yule kiongozi alipohojiwa kwa nini mnapigana, naomba nirudie hapa. Alisema hivi, ni kanuni na kauli aliyoitoa Mheshimiwa Paul Kagame kuambia Watusi kwamba wanatawala Rwanda, lakini Rwanda sio ardhi yao. Ni ardhi ambayo Wahutu ndio walikuwa wanatawala. Wanatawala Uganda, vivyo hivyo Uganda ni ardhi ya Wahutu, lakini walitawala kwa mabavu. Kwa hiyo pia lazima Watusi wa Kongo na Watusi wote waungane pamoja ili kukamata ardhi ya wapi? Ya Kongo. Na wasipoikamata hili manake watakosa eneo la kuishi. Ila pia watakapokuwa wamekamata ardhi ya Kongo, itakuwa kama ndo itakuwa ardhi ya Watusi kabisa. Na malengo yao hao sio kukamata Kinshasa. Malengo yao ni kukamata Nord Kivu, Sud Kivu. Wakifanikiwa wakamate hata Manyema, hivyo hivyo wakamate Tanganyika, huko kote ni kwenda mbali. Lakini wanapotageti Kivu ya Kusini na Kivu ya Kaskazini. Kwa hiyo ili waifanye kama ardhi maalumu ya Watusi duniani kote. Hivyo ndivyo mateka kapitene aliyekamatwa mateka anaeleza, ndiyo ajenda wanayotembea nayo hiyo. Kama wanapigana, hilo ndilo kusudi lao kubwa. Hivi vingine vya kina Corneille Nangaa, tunakwenda tuondoe madarakani Tshisekedi na nini, hilo limebebwa ndani ya wakina Corneille Nangaa ili waendelee kupigana, waone kwamba vita hivyo vina faida kwao, lakini ajenda za ndani kwa wenzao haziko kwenda Kinshasa. Huko ni kufukunyua mafaili ya siasa tu hivyo. Na ndio maana kuna siku niliwapa darasa nikasema hivi, siasa ina mitazamo mitatu mikubwa. Unaposema najiunga na siasa kina fulani, lazima ile mitazamo hii mitatu. Kuna ile mitazamo siasa ile ya kwanza ambayo iko public, wanachokuja kutangaziwa watu huku, tutafanya hivi, tutafanya hivi. Hiyo ni public overview, manake ni muonekano wa nje wa siasa inayotumika. Lakini pia kuna ile internal politics, manake ile internal politics ni politics ambayo inapangwa na wale viongozi kwenye vikao vyao, wanasuka mambo, wanakaa na mambo walioisuka ndani. Hayo sio yote yanayotolewa kwa watu, yanabaki ndani ya siri mle. Lakini pia kuna in politics ama personal individual, kuna siasa ya mtu binafsi. Wale wanaokuja kuingia ndani ya vikao kufanya maamuzi, ujue pia kila mmoja anakuwa na wazo lake la ndani ambalo labda kwenye vikao vyao hatatoa yote, atatoa nusu, lakini ndani ya moyo wake anabaki na vingine. Kwa hiyo ndio maana unaonaga hata wale wezi wanakwenda wanapigana risasi, wezi wanapora wote kwa pamoja, wanateteana, wanapora, wanaondoka na mali. Lakini kufika kule wanapokwenda kugawana, unasikia wameuana. Manake hiyo ndio tofauti. Wanapokuwa kwa watu wengi wanapigana kuonekana kabisa wote wana lengo moja. Wanapowini kufika wako peke yao, tena wanauana wao kwa wao. Sasa kila mmoja tena anaanza kutimiza malengo yake binafsi. Hivyo ndio vipo hata kwenye siasa. Na ndicho kitu ambacho wanataka kuelimisha watu. Unaposema najiunga na Alliance Fleuve Congo, hizi hatua tatu za siasa umezielewa? Ile wanayoongea kwa watu, ile walioongea kwenye vikao, siri zao za ndani za vikao unazijua, alafu kila mmoja mnayetembea naye unajua anawaza nini. Mtatembea wote, baada ya kuwini tena wanakuua wewe. Vyote vinawezekana. Sasa hiyo ni agenda ambayo alisema huyo captain. Hilo ndilo lengo lao. Sasa niunganishe hapa moja kwa moja. Kwa nini Joseph Kabila alikuja Goma? Pamoja na kwamba ujio wa Goma wa Joseph Kabila unakuwa huko mbele huko nyuma, kwa maana kwamba vyombo vingi vya habari vinakuwa
vinakuwa havina taarifa sahihi. Ameingia, mara anasema hawajaingia, anatazamiwa kuingia. Hapana, Joseph Kabila hana uhakika na usalama wake ndani ya teritware provinciale ya nini, ya Sud Kivu au ya Kivu yote kwa ujumla na Nord Kivu. Kwa hiyo pamoja na kwamba anakuja, kuna wakati anatamani awe hadharani, kuna wakati anatamani ajifiche kwa maana ya usalama wake, kama ambavyo wanajua wao wenyewe. Wazalendo wako popote, wazalendo wako popote, hawana alama, wanatafutwa sehemu fulani. Lakini kweli ni kwamba kilichomleta Joseph Kabila, na huwa anakuja Goma, anaondoka kwa siri. Sasa kilichofanya ile safari yake iratibiwe rasmi, anaingia, ni kwa sababu ya kuja kutawala rasmi maeneo aliyoyakamata, waanze kutawala na waanze moja kwa moja kudumisha ile plani yao ya vikao kwamba tukamate iwe ardhi yetu. Sasa kuna vitu ambavyo vimewakwamisha sana. Kitu cha kwanza, Nord Kivu ambayo wanategemea wameikamata, hawajaikamata kama Nord Kivu, ni vipande vipande vidogo vidogo. Sud Kivu ambayo anatangaza kukamata, hawajakamata Sud Kivu, bado ni vipande vidogo vidogo, vikawapa mushikera. Kuna zawadi kubwa ambayo walitaka waitoe baada ya kuona wazalendo wamekuwa mwiba mkubwa. Narudi shuka na mimi, zawadi iliyo kubwa waliotaka waonyeshe opinion international kwamba M23 ina nguvu ya kufanya chochote wanachokitaka ndani ya teritwari ya Kongo. Ilikuwa ile tarehe 21 vita vya kwanza vilivyoripotiwa Nyangezi, ambavyo wao ndio waliovianzisha vita vile, kusudi na lengo lao wabomoe ukuta wa Yeriko. Na kushindwa kwao tarehe 21 kubomoa ukuta wa Yeriko, kushindwa kwao kubomoa ngome ya wazalendo iliyopo katika Plaine de Ruzizi, kwao walitafsiri kwamba tumepata esheki, kwa maana ya kwamba imewapa wazalendo kuelewa, kumbe hawa wana nguvu kiasi hichi. Kwa kuwa pia hata siku hiyo walipoteza askari wengi, mpaka wazalendo wanajiuliza hivi hawa watu wanatokaga wapi? Utitiri wao, utitiri wanatokaga wapi? Kwa nini hawaishi? Ila pia linakuja gundulika kwamba wanawaleta wengi, ndo wale zoazoa, wanatumika na ile hali kwamba tuonekane ni wengi ili watuogope. Lakini pamoja na kuwa kwao wengi hawana experience ya kivita, hawana mafundisho ya kivita. Kwa maana tumeambiwa tu hapa majuzi wanakusanya watu mafunzo ya siku 3 eti amekamilika, askari anapelekwa vitani. Kwa hiyo attack, shambulizi la tarehe 21 limewalete down sana. Na wao walipigana kwa namna hii hapa. Walipigana wakasema tutapigana muda mrefu, kwa maana tunavyojua wazalendo wana nguvu ya soda. Hivi ndivyo walivyosema, wazalendo wana nguvu ya soda, huwa wanapigana machachari. Baada ya masaa mawili risali moja huwa wanaishiwa silaha. Wakiishiwa silaha wanarudi, na ndivyo tutakavyowafanya. Hiyo ndiyo plani yao walioitegemea sana. Wakasema kwa hiyo sisi tukiwa tuna silaha nyingi tupige mpaka za kwao ziishi. Walishangaa kuanza saa 11 mpaka saa 2 usiku au saa 2 kasoro usiku, mzalendo hakukaukiwa silaha, hakukaukiwa risasi, vuta ni kuvuta, mpaka wao wenyewe ikabidi waombe foi recreation. Ni kitu ambacho kwenye akili yao pia kilitumika, ikasema hapana, hawa wazalendo wamekuwa na nguvu nyingine ambayo sio ya kawaida. Kumbuka Willy Ngoma wakikamata tu mateka moja ya mzalendo, wakikamata tu mateka moja ya wazalendo, huwa wanatangaza mitandao yote, wanaonyesha ona mateka ndo za Willy Ngoma na kushangilia sana. Lakini kwa sababu ya aibu ya perte walioipata, wanashindwa watangaze nini, wanashindwa watangaze nini. Kwa upande wa vita wamekwisha kuona kwamba kuna 87% za kushindwa vita. Wao walitangaza hivi, wana siku 10, ndani ya siku 10 watapenya, watafika Kalemi. Kutoka wapi? Bukavu. Leo hivi ninavyoongea na wewe ni tarehe 23 mwezi wa 4, ndiyo siku ya mwisho ya hizo siku zao walizozitoa kwamba atakuwa amefika Kalemi. Leo ndio siku ya mwisho. Kwa hiyo pamoja na kutoa hizo siku kuahidi watu hivyo, leo siku ya mwisho, hata Uvira hawajafika, Makobola hawajafika, hakuna walikoenda, wako pale pale. Marche avant, marche en arrière, marche en avant, marche en... sio hata marche en avant, marche en arrière. Isipokuwa gari ambalo lingewapeleka Kalemi ilitoboka mapine. Baada ya kutoboka mapine, wakatoa hayo mapine wakapeleka kule waende kuziba pancha matobo, wakakuta mekanisie hayupo. Basi walivyomkosa mekanisie wa hilo gari na wale waliotumwa kupeleka mapine ya zibwe yale matobo, na wenyewe wakaenda kuroa samaki, na gari likakutwa na mtu
Kwa hiyo safari yao ya kwenda popote haina mwanzo, haina mwisho. Na hiyo ndiyo inayokuaga system ya M23. Wakisema jambo utakuta linatimia tu, kwa maana wanakuwa na amini wameshatekeleza kila jambo. Na sababu nyingine iliyofanya watangaze siku 10, Kabila wakati ametoka Rwanda kuingia ndani ya ardhi ya Kongo, aliingia na plani ambazo zimekamilika, aliingia na pesa nyingi. Sitaki niwe ninasema vitu vingi sana, kwa maana vitu vingi tukiwa tunaviweka wazi tunaweza hata tukaleta panike kwa watu wanaotusikiliza. Na pesa hizo ziliingia kwa maana ya kufanya corruption, rushwa. Uvira hasa FARDC imepigwa hela za kutosha, wazee wa Uvira, hata hawa wa societe civile, yani watu wote, watu wenye influence, wenye ushawishi, wafanya biashara, yani ili Uvira itoboke wapite. Lakini bado mambo yanaonekana kuwa magumu, pamoja na kwamba asilimia kubwa ya FARDC sasa, wale viongozi wa juu wao ndo wanajitahidi sana Uvira yanguke, na wenyewe wanafanya vyovyote viwezekanavyo wawatenganishe wazalendo, huku wa mara waambie wazalendo nendeni kwenye ligne de front mara hivi ili Uvira yanguke, lakini bado kuna hivi na hivi, wazalendo wamefunguka macho. Hizo ni taarifa kidogo kwa kifupi kuhusiana na pale na hichi kinachoendelea hapa. Lakini ngoja nikwambie kitu sasa. Kuna jambo ambalo linazuka sana. Kwa nini wazalendo hawaendi kupigana Bukavu? Kwa nini hawaendi kukomboa Bukavu? Kiasi kwamba wengine wanasema hivi, ama hamna nguvu za kupiga Bukavu. Ngoja nijibu hapa. Kwa nini sasa wazalendo hawaendi kupigana Bukavu? Nitakapojibu kwa nini wazalendo hawaendi kupigana Bukavu, ndipo nitarudi tena kidogo nije kumalizia kile nilichokuwa na kuelezea, ile siri aliyoitoa yule kapiteni ya kukamata sisi Kivu na Kivu kama nchi ya Watusi. Nitarudi hapo kidogo. Kitu ambacho mtakachokielewa, wakongomani mahala popote mlipo duniani, uwe Bukavu uwe nje ya Bukavu, ili ulielewe vizuri, unaambiwa na mzee wa habari mbili, Bukavu hakuna nguvu ya M23. Bukavu hakuna nguvu ya M23. Haipo. Ni sawasawa na kusema mbona M23 haijakamata hata Makobola Mufizi. Hata wao hawawezi kujisikia proud kwamba M23 wameshika Makobola, juu Makobola ni Fizi, ni nyuma ya Uvira, kwa hiyo wajisikie tumekama hapa. Hawawezi kujisikia vizuri. Labda kama hiyo Makobola iwe kwenye play yao idhacho kwa ajili ya kuatakene, ndio aseme sawa, tumefika hapa kwa ajili ya kuatakepa. Labda sasa Bukavu mjini hakuna nguvu yoyote ya M23. Nguvu ya M23 ipo Kamanyola, ipo Nyangezi. Maana yake Bukavu inalindwa na Nyangezi, Bukavu inalindwa na Kamanyola. Hiyo ndiyo source, na hapo ndipo palipo nguvu yote ya M23 katika mkoa wa Kivu Kusini. Kama vile ambavyo tunaweza kusema teritwari ya Fizi, teritwari ya Uvira inalindwa na Plaine de Ruzizi, kwa maana hapo napo pia ndipo palipo nguvu yote ya wazalendo ndani ya hizo teritwari pia. Kwa hiyo sasa, ili umponye mtu na funza inayomuuma usiku mchana, funza hauwezi kuitoboa ukasaga mayai yake ukatoa kwamba yes hapo utalala vizuri. Hapana, lazima aliye na akili anakwenda anachomoa kile kimama yake, kile kilichosababisha funza iwepo ndani yako. Nguvu ya funza ipo kwenye kale kautitiri. Kwa hiyo nguvu ya M23 ipo Kamanyola na Nyangezi, kama vile ambavyo nguvu ya wazalendo Uvira Fizi ipo Plaine de Ruzizi. Na ndio maana hata hawa M23 wanahangaika na Plaine de Ruzizi, wakaleta vifaa vingi ili wapige Plaine de Ruzizi. Hizo ndo strategy militaire. Na ndio maana pia hata hawa wazalendo wanahangaika sana na Kamanyola na wapi na Nyangezi. Lakini mle Bukavu inawezekana. Lakini hata kama akikamata Bukavu, kama Kamanyola na Nyangezi haijabomolewa, maana yake ni kivuli. Maana yake watakuwa wamekamata ila ni kivuli, ila nguvu iliyopo huku Nyangezi na Kamanyola bado inaweza tena ikawafukuza ndani ya Bukavu mpaka hii nguvu isambuke, hii nguvu isambaratishwe. Ikisambaratika tu nguvu ya Kamanyola na Nyangezi, wao wenyewe watakimbia Rwanda na wengine watanyosha mikono juu, hawatapigana. Vitu vinaishia hapo. Kwa hiyo hilo ni jambo la kuelewa. Nitoke hapo
nikienda kwa yule mateka, wakamate Sud Kivu na Nord Kivu iwe nchi ya Watusi. Kwa hiyo ndizo mbio walizonazo, wahakikishe kabla wao wamefanikiwa hilo. Lakini katika mipango yote hiyo mpaka sasa hivi kunaonekana kuna hali ngumu, na hilo jambo kufanikiwa kwake kumekuwa kugumu, na nisiseme tu kugumu, kumekuwa kama hakuwezekani. Na kwa kuwa kwa upande wa vita kumeonekana hakuwezekani, ndio maana wamegeuza siasa upande wa pili, wafanye mapinduzi, wafanye mipango ya kufanya kudeta ili wamnyang'anye Tshisekedi uraisi kupitia kudeta. Labda inaweza kawa shortcut kwamba labda tukimnyang'anya cheo madaraka Tshisekedi, tukaweka mtu wetu sasa pale, mfano Joseph Kabila ama mtu wao, basi ndilo hili jambo linaweza likafanikiwa. Kwa hiyo sasa hivi pamoja na kwamba kuna vita huku, pia wamewekeza akili yao sana kuona namna gani watafanya kudeta Tshisekedi. Nitakuja ikiwezekana, nikipata nafasi ndani ya wiki kabla ya Samedi, nitakuja nikwambie kudeta ambayo Tshisekedi alikuwa tena ameandaliwa ndani ya hizi siku mbili. Huu ujio tu wa Kabila ndani ya Kongo, kuna jambo kubwa sana hapa ambapo Tshisekedi Mungu amemponya nalo. Jambo la ya manake Wakongomani wangestuka, wangesema yani wangeshangaa. Sio mbali hizi siku 3 ambazo ameingia ndani ya Goma, rais mstaafu, babu wa demokrasia, lakini nao pia Tshisekedi bado analindwa na Mungu, utawala wake bado analindwa na Mungu. Ndio maana leo bado Tshisekedi yupo. Sikutaki ile jambo niliongea, kwa maana kuna mambo mengine ya ikulu hayatakiwi kuongelewa yote, manake tunaweza tukaweka raia kwenye paniki. Liko hivi sasa, kuna tangazo ambayo limetangazwa kwa RDF M23. Tangazo hilo linaendelea kuwapotezea kabisa tumaini, kwa maana kwenye vita vimebomoka. Mkuu wa majeshi ya FARDC ambaye yeye huyu anapatikana Walikale ametoa tangazo rasmi kwa RDF M23 kwamba wajitahidi sana. Anawapa muda ambao hakuutoa ni kwa muda fulani, ila amewatangazia RDF M23. Ameweka tangazo lake kuna A na B. Amesema wale M23 ambao ni M23 anawaomba waje haraka wajisalimishe kwa FARDC ili usalama wao ukae vizuri, na serikali itaangalia namna ya kuwatunza au kuwalea. Wale ambao ni RDF ni Wanyarwanda, wametokea Rwanda, amesema warudi. Hao hawana haja ya kujileta FARDC, kwa maana FARDC itaingia mzigo kwanza kuwalisha, kuwasafirisha. Hapana, wao kwa kuwa bado njia wanayo ya kurudi, hawajazibiwa njia humu katikati, hazijakatika, warudi kwao, kwa maana vita vimebadilika na FARDC haitaruhusu tena kuwapitisha waingie Walikale. Amesema na mipango yao yote ya kwenda Kisangani, hakuna njia yoyote watakayoipata ya kwenda Kisangani, hawatainusa. Kwa hiyo ili wasipoteze muda wao bure wakafa na njaa maporini, wakujisalimisha waje kujisalimisha, lakini pia wakurudi Rwanda warudi Rwanda. Sasa tumaini wamelipoteza baada ya kuona wazalendo wamekuwa na nguvu isiyokuwa ya kawaida, wameanza kupigana tofauti na vile ambavyo hata viongozi wao waliwaambia wanapigana hivi. Wameona wazalendo wako zaidi ya pale, wanashuhudia wenyewe namna ambavyo wanapuputika kama kahawa ya Mbeljiji iliyowiva ikapuputishwa afu inaanguka tu, ndivyo anavyo kupuputika. Kwa hiyo taarifa tulizonazo kutoka M23 RDF, tumaini la kuendelea na vita limeanza kupotea kwao. Kitu ambacho nitashauri vijana raia walioko sehemu zozote ambazo bado M23 inatawala ama ipo, kuna mambo mawili makubwa ya kufanya sana. Jambo la kwanza, pamoja na kwamba ni gumu, kaeni ndani, msitembee, kwa maana mpango wa M23 ni kwamba wafanye tu mauaji ya holela maeneo yote waliopo ili waue tu watu. Lakini pia jambo la pili, kama mtaweza kukaa ndani, jambo la pili ningewaomba nendeni porini. Ili la porini ndo jepesi na ni nzuri zaidi kuliko kukaa ndani. Mwanaume usikamatwe mateka ndani, nendeni porini. Vijana kama unanisikiliza, wanaume nendeni porini, mabinti nendeni porini. Porini kufanya nini? Kimbieni porini. Usalama wenu haupo mjini. Sasa kukaa kwenu mjini, kutokutaka kwenda porini, ndiko ambako kunawafanya mnakaa kulialia. Mtakuja kutugomboa lini? Mtafika huku kwetu lini? Mnapata nafasi hiyo ya kulialia kwa sababu gani? Mko ndani, mnapata maumivu ya ndani, hamna uhuru wa kutembea. Ila ukiwa porini utapata uhuru wa kutembea kwenye mapori yote ya Kongo. Si uko porini? Wazalendo hawazuiliwi na mtu kutembea. Mahala waliopo wazalendo hawafungwi
hawabagui na yeyote kufika maeneo wanayotaka kwenda. Mapori yote ambao wazalendo wapo wanatembea na kuzagaa kokote. Kwa hiyo kukaa kulialia mje kutukomboa, wewe mwanaume unalia mwanaume mwenzako aje kukomboa, ni jambo la aibu. Hakuna aliyepangwa huyu ndiye atakayemkomboa huyu. Anayepigana ni raia na wewe ni raia. Raia uweze kukunja mikono, unaambia raia mwenzako njoo nikomboe, wewe umekunja mikono. Haikuagi hiyo, sio spirit of leadership. Hiyo sio spirit, hiyo sio roho ya kujiongoza, wala sio roho ya kujikomboa. Kama unatumaini mzalendo anaweza kuukomboa mahala ulipo, kwa nini usiende kukaa na mzalendo utembee naye pamoja? Zaidi ya hapo ni kushauri vipi. Mungu akubariki sana. Bila shaka aliye na akili ananielewa. Nikuombe Mungu akubariki. Siku ya leo hakujaripotiwa mapambano makubwa maeneo mbalimbali. Ni kama kuna kaukimya fulani, ila siasa bado zinaendelea kupikwa, zinapikika, zinaungwa, zinaungika. Mungu akubariki sana. Uwe na wakati mwema. Ulikuwa nami Mzee wa Habari Mbichi.